majina ninaitwa Erasto Benjamin alimaarufu Bobu, ndiye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Sokoni. Kijiji cha Sokoni ambacho kina vitongoji vinne: kitongoji cha Nyairoma, kitongoji cha Sokoni chenyewe, kitongoji cha Mlimani na kitongoji cha Majengo Mapya. Kwa sasa tunashirikiana vizuri sana na wenyeviti wangu wa vitongoji hivyo vinne ambavyo nimekwisha kuvitaja hapo, tukihakikisha kwamba swala la kwanza kabisa tunasimamia ulinzi na usalama ndani ya kijiji chetu cha Sokoni kwa ujumla, ambapo tuliingia kwenye uongozi huu baada ya uchaguzi wa tarehe 27 mwezi wa 11 kwa ushindi mkubwa tuliopata. Tukaanza mikakati kwanza kabisa ya ulinzi na usalama ndani ya kijiji chetu cha Sokoni. Kwa sasa hali si mbaya, hali ni nzuri, kwani tumesimamia vilivyo tukishirikiana na jeshi la polisi Sirari kuhakikisha wananchi wanakuwa salama na mali zao. Labda Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia sasa baada ya ulinzi na usalama, tukizungumzia miradi ya maendeleo, utekelezaji ukoje? Tukianzia swala la elimu, mikakati ni miradi ipi ambayo imetekelezwa, mafanikio ya elimu? Mafanikio ya elimu ni makubwa kwa upande wetu. Kwenye kijiji cha Sokoni tunayo shule ya msingi Kerioba ambayo ndio iko chini ya kijiji cha Sokoni. Shule hiyo tulivyoingia kwa sasa tunaona iko vizuri, wanafunzi wanafundishwa vizuri, japo kuna changamoto ni kidogo. Kuna changamoto ya nyumba ya utawala ya walimu, walikuwa hawana kabisa, walimu hawana nyumba ya utawala. Wengi wanakaa kwenye varanda wakifanyia shughuli zao kwenye varanda, kusahisha masomo ya wanafunzi kwenye varanda. Lakini tumejitahidi kuanzisha jengo la utawala la walimu ambapo sasa limefikia hatua ya lenta, ili sasa tulikabidhi serikali iweze kufikia kuimalizia finishing. Kwa hiyo kwenye swala la shule ya msingi tumefikia hapo, lakini kuna shule ya sekondari Bukira sekondari ambayo na yenyewe imejengwa ndani ya kijiji chetu cha Sokoni. Pale shule iko vizuri. Tunamshukuru sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru mbunge wetu Mwita Mwipabe Waitara na diwani wetu Sagala Nyabikwi wakiongozana na diwani wetu Victoria Mapesa kwa kazi kubwa wanaoifanya kusimamia miradi hiyo ambayo imeletwa, na sisi kama wenyeviti tunashirikiana na wao kuhakikisha fedha ambazo zinatoka juu zinafanya kazi vizuri bila kupotea hata chembe ya pesa. Kwa hiyo shule ile iko vizuri. Ombi langu kwa serikali kutuongezea, kwa sababu sasa ile shule imefikia madarasa ya form 3. Kwa hiyo madarasa yatapungua, serikali iweze kusogeza budget ya kuongeza madarasa ili wanafunzi waweze kusoma vizuri. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la utoro wa reja, utoro ambao hapa ni mpakani. Baadhi ya wazazi wanashirikisha watoto wao. Nyinyi mnachukua mikakati gani kukabiliana na utoro, hasa wa wanafunzi wa kike? Utoro tunashughulika nao, hususan ukiangalia kijiji chetu cha Sokoni tupo kwenye soko karibia na mpakani kabisa. Tumejaribu kusimamia kwa sababu nimezunguka sana nikihakikisha kwamba muda wa shule sihitaji kukutana na mtoto ambaye yuko shule anazurura kufanya biashara, iwe ya mandazi, iwe ya kuuza ndizi, iwe ya kutembeza madawa ya kienyeji, unakuta unatembezaga hapa. Hiyo tumepiga marufuku. Muda wa shule tusionane na vitu kama hivyo, mtoto akiwa anatembeza. Muda wa shule watoto wawe shuleni, wafanye kazi hizo kuwasaidia wazazi siku ambazo sio za shule, ambayo ni Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Lakini kwa sasa kuhusu masuala ya utoro tumelidhibiti ipasavyo. Na tukizungumzia sasa swala la afya, vipi kuhusu utoaji huduma katika kituo cha afya Sirari kinachohudumia watu wote? Unadhani kuna changamoto gani, na nyinyi kama viongozi mnashughulikiaje? Mnawashauri nini wananchi wenu kuhusiana na maombi yenu kwa serikali? Sasa hivi kuna mikakati gani ya kuboresha afya hasa katika kijiji chako? Katika kijiji changu tunatumia kituo cha afya cha Sirari. Wananchi wangu wote wanatumia pale kituo kile kwa sasa kinafanya vizuri kiukweli, ambapo serikali inafanya vizuri lazima tusifie. Kile kituo kina mganga mkuu yuko vizuri, anahakikisha anasimamia huduma yote pale inaenda vizuri, isipokuwa tu kuna changamoto kidogo pale, changamoto la wodi ya kiume, wodi ya wanawake. Kwa hiyo pale tunaomba serikali iweze kusimamia kutuongezea pale wodi, tupate wodi ya wamama, wodi ya wababa, kwa sababu pale wanatumia wodi moja, wa baba hapo hapo, wa mama hapo hapo. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan wakiongozwa na Mwita Mwipabe Waitara pamoja na diwani wetu Sagala Nyabikwi pamoja na diwani viti maalum Victoria Mapesa waweze kuhakikisha kwamba wanatusogezea huduma ya kuongeza wodi pale, ili tunapopata hapa, sisi tuko mpakani, yanaweza kuepuka magonjwa, ajali. Kwa hiyo zile wodi hazitoshi kabisa.
Kwa hiyo tunaomba watuongezee wodi pale ya wamama na ya wababa. Naam, asante. Na pia tukiangalia swala sasa la barabara, wananchi wengi wamekuwa nalalamika hakuna barabara za kupita vizuri, hasa wakati wa mvua. Mkakati wenu hasa kwa nini kimefanyika kwenye miundombinu ya barabara, hasa kwenye kijiji chako? Asante sana. Kijiji changu cha Sokoni kwenye miundombinu ya barabara si mizuri kivile, lakini mimi naishukuru serikali kwa bajeti hii tuliyoambiwa. Wamekuja mainjinia hapa, kuna barabara tuzipendekeza zilimwe. Wiki iliyopita wamekuja mainjinia hapa, tumezunguka kwenye barabara ya Mzee Manko tumepitia pale, inatakiwa izibuliwe. Barabara ya kwenda inayopita mpaka kwa Marosale kule chini kitongoji cha Nyairoma tumefika hiyo barabara ya kutoka kwa Mwenyekiti Masha kule inatakiwa ilimwe, tumepita mpaka hapo. Barabara ya Bob Road, hizo barabara zote 4 zinatakiwa zilimwe kwa bajeti hii. Kwa hiyo tunaiomba serikali waweze kusukuma ili iweze kulima kwa wakati, ili wananchi waweze kupata miundombinu mizuri ya barabara, ili waweze kuendelea kushukuru serikali yao ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Na bila shaka asante mwenyekiti. Sasa tukija kwenye swala la maji, kuna mkakati wa serikali wa kumtua mama ndoo kichwani. Huo unatekelezwaje kwenye kijiji chako, na sasa hivi kuna manufaa gani mpaka sasa? Naam, kwenye kijiji changu kwenye masuala ya maji, namshukuru Mungu, serikali yangu sikivu imeweza kutuletea maji ambayo wananchi wangu wanaendelea kutumia. Maji yanayotokea kule kijiji cha Buliba Buchaga yanakuja hapa. Kuna tenki kwenye kijiji changu cha Sokoni hapo juu karibia na kituo cha polisi, kuna tenki kubwa tu la maji liko hapo, tunatumia maji hayo. Lakini nimshukuru sana rais wangu na nitazidi kumshukuru kwa kutuletea mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria. Ukienda ng'ambo hapo kuna tenki kubwa sana linajengwa hapo, kwa maana kwa nina imani muda sio mrefu adha ya maji ndani ya mji wetu wa Sirari na kijiji cha Sokoni kwa ujumla utaisha, kwa sababu mradi huo ni mkubwa sana. Asante. Sasa tuzungumzie mikakati jumla, tunamalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni kiongozi sasa, umechukua madaraka. Sasa mikakati yako ni ipi sasa tunapoelekea sasa kwenye uchaguzi? Wananchi wategemee nini, na mipango yako hasa kuendelea katika miradi ya maendeleo? Tafadhali Mwenyekiti. Asante sana. Kwanza kabisa mimi kwenye kijiji cha Sokoni ndio kuna soko. Pale kuna wafanyabiashara wadogo. Kuna hawa wamama wauza mkaa, wamama wauza viazi, wanapata shida sana pale jua linapokuwa linawaka, hawana pa kujikinga. Mvua ikinyesha ni ya kwao, jua likiwaka ni la kwao. Lakini nakumbuka tulipokuwa tukijinadi tukitafuta nafasi, tuliahidi kuhakikisha tunawatengenezea wale wamama wauza mkaa na wauza viazi pale mazingira mazuri ya kufanya biashara, ambapo tulisema tutawatengenezea malikiti ambayo itaweza kuwastiri wale wamama kufanyia biashara zao. Mpaka sasa ninashukuru kwenye serikali yangu ya kijiji tumepokea shilingi milioni 9,400,000 pesa ya mnara ambao tunapokea kila mwaka. Tumeshapokea, tumeitisha serikali ya kijiji, tumejadili, tumeenda kwenye mkutano mkuu wa kijiji juzi, mkutano mkuu umetupitishia, wamelizia kwamba pesa hizo tuwatengenezee wale wa mama sehemu nzuri ya kufanyia biashara ili waweze kufurahia na serikali yao Chama cha Mapinduzi ambayo iko madarakani kwa sasa. Sasa tuzungumzie wito wako wa mwisho sasa, ulinzi na usalama. Wito wako kwa wananchi, unataka wafanye nini kuimarisha ulinzi na usalama? Mimi ni waombe wananchi kuhusu swala la ulinzi na usalama. Ulinzi na usalama ni mimi na mwananchi. Jeshi la polisi hawawezi kukaa wakaota kuna mhalifu, lakini wao wananchi watakapokuwa wanatoa information zitufikie sisi au ziende moja kwa moja kwa jeshi la polisi, tutakapokuwa tukishirikiana kwa pamoja, nina imani mji wetu wa Sokoni, mji wetu wa Sirari utakuwa na amani, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi kuna amani 80%. Mji umetulia, mji watu wako busy kwenye biashara zao, japo ni vitukio vidogo ambavyo kama kawaida haviwezi kuisha, lakini tunahakikisha wananchi wakae salama na mali zao, na tunawaomba wananchi watoe information pale wanapomuona mtu ambaye hawamwamini mtu huyu wa wapi, watoe taarifa kwa mwenyekiti wa kitongoji au kwa mwenyekiti wa kijiji. Moja kwa moja tutafika kushika taarifa kwa afande OCS, afande OCD, pale ambapo atakapoona kuna tukio lolote ambalo halijakaa vizuri la kiuhalifu, watoe taarifa. Sisi tuko tayari kufanya kazi masaa 24 tukihakikisha wananchi wanakuwa salama, wasalimini na mali zao.